Kwa hiyo dunia hapa jamani, tunamaliza makombo, ishaisha dunia. Leo kesho inakwishilia mbali, inavunjwa. Thamani ishaisha. Yani kama ni gari sasa hivi ni kimeo. Tumepanda kwenye kimeo. Hamna air condition nzuri tena. Wasara wakaondoka hata ata madinata Baitul Muqaddas, mpaka wakauendea mji wa mbali wa Baitul Muqaddas. Wadakhala min babi hal yamani, wakaingia kwenye mlango ulioelekea Yemen. Pale Baitul Muqaddas kuna mlango upande wa Yemen. Thumma nazala anil buraq, pale akashuka katika yule mnyama wake buraq. Warabatahu bibabil masjidi, wakamfunga katika mlango wa msikiti. Bil halqati allati kanat tarbatuhu biha al anbiya alayhi salatu wasalam, walimfunga kwenye parking ambayo mitume wote kila wakifika pale wanamfunga. Pana parking pale ya mnyama huyu, mpaka leo ukienda pale Palestina unaiona ile parking. Mitume alayhi salatu wasalam walikuwa wakifunga pale. Wafi riwaya, kuna riwaya nyingine inasema inna Jibrila, hakika Jibril ata sakhara, alilichukua jiwe, alilifuata jiwe. Fadha isba'ahu fiha, akaeka kidole chake kwenye lile jiwe. Fakharraqaha, akalitoboa. Kwa hiyo pia mkienda leo pale kuna jiwe pale Palestina limetobolewa. Wenzetu wa Palestina wameweka kipete kile kama kishilingi, kile ni kidole cha Sayyidina Jibril sallallahu ala nabii. Washadda biha alburaq, wakamfunga buraq. Wadakhala almasjida min babi tamili fihi shamsu wal qamar, wakaingia msikitini katika mlango ambao unamili au unapiga mwanga wa jua na mwezi. Thumma salla wa Jibril kullu wahidin rak'atayn, akasali yeye na Jibril kila mmoja rakaa mbili. Falam yalbath illa yasira, hawajakaa ila kidogo tu. Walipokaa kidogo tu, hatta ijtamaa nasun kathir, mara msikiti ukawa nyomi, ukawa kumejaa watu wengi. Faarafa an-nabiyyu nabiyyin, kwa ule utambuzi wa mtume tu akashtuka, akajua hawa watakuwa mitume, si watu wa kawaida. Wake wametokea ghafla tu, wanazuka tu. Min baini qa'imin, kuna wengine wanasali wamesimama, waraki'in, wengine wanaruku, wasajidin, na wengine wanasujudu. Thumma adhana muadhinun, kisha muadhini akaadhini pale. Wa uqimatis salatu, fakaqimiwa sala. Faqamu sufufan, wote wakakaa safu. Yantadhiruna man ya ummuhum, wakiwa wanasubiri nani atakuwa imamu pale. Fa akhadha Jibril biyadihi sallallahu alayhi wasallam, Jibril akamshika mtume kwa mkono wake. Faqaddamahu, akamtanguliza, ambia pita uwasalishe. Fasalla bihim rak'atayn, kisha mtume akawasalisha rakaa mbili. Wa ankabi, kutoka kwa Kaabi anasema faadhina Jibrilul malaika, Jibril ndo aliadhinia malaika. Wa nazalat minas samai, wakateremka kutoka mbinguni. Wa hashara Allahu lahu jamia almursalina wal anbiya, na Mungu akawafufua mitume wote mursal na anbiya. Fasalla an-nabiy sallallahu alayhi wasallama bil malaika, mtume akawasalisha malaika wal mursalina, pamoja na mitume wote. Angalia habari. Na kwa nini walikusanyika pale? Kwa sababu mzee alikuwa na safari, Mtume Muhammad. Kwa hiyo walienda haraka sana kumpokea mzee. Swali wala nabii. Walienda kumpokea mzee na kumuaga. Kwa hiyo waliambiwa haraka, jiandaeni, mzee anakuja. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam, falamma ansarafa qala Jibril ya Muhammad, walipomaliza sala Jibril akasema, ewe Muhammad, atadri man salla khalfaka, umejua waloswali nyuma yako? Qala la, sema sijui. Qala kullu nabiyyin ba'athahu Allahu ta'ala, asema ni kila nabii ambao Allah alimtuma, kila nabii. Nuhu, Ibrahim, ndo wako hapa. Thumma athna kullu nabiyyin min al-anbiya'i ala rabbih bi thana'in jamili, kila nabii akaanzisha makeke ya kumsifu Mola wake na yale aliyopewa na Mola wake kwa sifa nzuri. Yani kila mmoja anajitapa, mimi ndo Musa bwana, na miujiza 9, bakora, chura, kunguni, maji kugeuka damu, bahari kupasuka. We acha, Mungu alionipa hatari.
wazee. Anakuja Nuhu, aacha mtoto, mimi si ndo Adamu wa pili, nimemzaa Sam, kazaa Waarabu wote, nimemzaa Ham, watu weusi wote, nimemzaa Yafith, wazungu wote, mimi ndo Adamu namba 2. Kaja Zakaria, kaja Isa, kila mmoja kamwaga mbwembwe zake, kila mmoja. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume wetu zamu yake, kullukum athna ala rabbihi, kila mmoja amemsifu Mola wake, wa ana muthnin ala rabbi, na mimi niachieni niteme ya kwangu niseme sasa. Wacha na mimi nimsifu Mola wangu. Thumma sharaa yaqul, kisha mtume akaanza kwa kusema. Alisemaje mtume Muhammad? Ahmadu lillahi alladhi arsalani rahmatan lilalamin. Allah, ninamhimidi, ninamsifu Mola ambaye arsalani, amenituma mimi, rahmatan lilalamina. Hicho kirungu hicho, nimetumwa rehema kwa dunia nzima. Na ili mtume alikuwa anarudia sana, innama bu'ithtu rahma wa lam ub'athu la'ana ana rahmatun muhdatun, mimi jamani nimetumilizwa ni rehma. Yani mtume peke yake ndo rehma kwa dunia. Mpaka yeye mwenyewe alikuwa apendi kukasirika na kulaani, kwa sababu katika mitume, riwaya inasema mitume si 124,000 tu, kuna riwaya inasema mitume wako 200,000. Sasa katika mitume 200,000 wote, mimi Allah kaniamini niwe ni rehma. Kwa hiyo alikuwa haombiombi dua mbaya hata kwa wabaya wake, kwa sababu yeye amejiamini ni rehma. Na nikwambieni sasa, hii dunia mnayoiona, japo sasa hivi imezeeka, haijawahi kuwa na utulivu hata kwa bahati mbaya. Yani hii dunia ni tamu sasa hivi baada ya kuja mtume Muhammad. Haikuwa na rehma. Ilikuwa mtu shekhi kajificha ndani anazini, mnatiwa bakora nyote. Yani mtu tu akifanya dhambi kazi mnayo. Mpaka Nabii Musa akawaka, kaja kwa Mwenyezi Mungu, ambia Mwenyezi Mungu, wewe ni mwadilifu, inakuaje mshenzi mmoja anafanya ujinga wake, wote tunanyua mvua bwana, wote tunalala njaa, mambo gani haya? Mungu ambia unabwata kampiga usingizi. Afu akamsakazia siafu. Sasa unajua siafu wale. Kaja siafu mmoja mkubwa akamngata vizuri, mpaka usingizi umeruka. Bwana, kuamka hivi mpaka damu siafu kamngata. Afu kaangalia kuna siafu wengine wamemzunguka. Unajua aliposema lete mafuta 3 achome hawa, tia moto wote. Mungu anambia mbona unaruka bwana, umelala? Ambia siafu kaningata. Ambia siafu wangapi? Mmoja. Umeua wangapi? Wote. Ambia Sasa kwa nini usimuue mmoja tu aliyokungata? Ambia hata hawa nikiwaacha washenzi hawa watafanya mambo hawa. Mwenyezi Mungu akamwambia basi na mimi akifanya ukorofi mmoja na kumuta wote nao watafanya mambo hawa. Lakini alipokuja mtume Muhammad, alipokuja yeye tu, yani mtu anafungua baa pale na wewe neema zinakuja, hakuna kupata tabu kabisa. Mtume ni rehma. Angalia ile kalamu, cha mwanzo kuumbwa duniani ni kalamu. Faqala la huktube, Mungu akaiambia hebu andika wewe kalamu. Basi ilivyoambiwa iandike, kama imechanganikiwa kalamu ikaanza kurukaruka, nimeambiwa niandike. Miaka 50,000 inarukaruka kalamu, 50,000 ama. Baada ya mwaka 50,000 inajiuliza sasa naandika nini kwanza, mbona narukaruka tu? Mungu akaiambia andika, qaumu Nuh, watu wa Nuh wote, man amila salihan, atakayefanya mazuri fil janna, peponi, wa man amila su'an, atakayefanya mabaya fin nari, motoni. Andika. Anayefuatia nani? Anayefuatia Hud, kisha Saleh, kisha Ibrahim, kisha Luti. Kila mmoja andika. Sasa ikajiongeza kalamu, ikawa inaandika tu mpaka ikafika kwa mtume Muhammad. Ikasema ummati Muhammadin man amila salihan, watu wa Muhammadi wanaofanya mazuri wote peponi, wa man amila suan, watakaofanya mabaya finnari. Iliposema hivyo Mwenyezi Mungu akaifokea akaiambia
ta'addab ya karam, kuwa na adabu wewe, kuwa na heshima wewe. Ile kuiambia tu ikakatika, kalamu ikamwaga wino, kawa inatetemeka. Unaandika ummat Muhammad hawaandiki hivyo. Huyu ni rehma. Man amila salihan fil janna, anayefanya khairi peponi andika. Wal mudhniba, na anayefanya makosa ar-rabbu ghafur, andika Mungu anasamehe. Usiandika ovyo tu. Lakini watu wenyewe tuko taabani. Sallu ala nabii. Na haya maneno yameandikwa huko katika lauhi mahfudh. Ummati Muhammad hujaandikwa kama nyumbati nyingine. Kwa hiyo mtume pale asema ahmadu lillahi alladhi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan linnas, na mimi nimetumwa kwa watu wote. Na wakati kuna mitume ametumwa kwa familia yake tu, hawajapewa utawala mkuu, mwingine kwa kijiji chake tu. Mimi nimetumwa dunia nzima, hata nikimkuta nabii ndani yake anifuate mimi. Hiyo power kubwa sana ya utawala, hiyo eneo kubwa sana amepewa. Bashiran wa nadhira, na mimi peke yangu, nani peke yake, na taarifa za pepo na moto. Au Mayahudi hata hawajui hayo habari hizo, hawajui details za pepo zote tunazo sisi, tunajua sisi. Watu wa Nabii Musa ukiwauliza hata hawajui kuna Firdaus, hawajui, ni sisi. Habari kubwa. Wanzala alayya alqur'ana fihi tibyanun likulli shay, na nimeteremshiwa kitabu cha Qur'ani ambacho ni upambanuzi wa kila kitu, hukumu za kale za vitabu vyenu vyote viko humu. Wajala ummati khaira umma, na mimi sio bora peke yangu, mpaka ummati wangu ni bora kama mitume unavyowaona. Ukhrijat linnas, umetolewa kwa faida ya watu mbalimbali. Wajala ummati wasata, na ummati wangu umefanywa kati na kati. Ina maana sisi ni watu wa kati na kati, tuna details za nyumati zilizopita, kwa hiyo tutatolea ushahidi siku ya kiyama. Maki watu wakikataa kuhukumiwa, sisi tutasema hawa watu wa Nuhu waongo walimpinga. Hizo habari tunazo? Hatuna. Wallahi nikikwambieni habari za Nabii Saleh na Nabii Hud, watu wa Nabii Isa na Nabii Musa hawazijui, mitume wao hawajasimulia, lakini si mtume katusimulia. Kwa hiyo sisi tunatisha, tuna elimu hatari. Swali ala nabii. Wajala ummati humul awwaluna wal akhiruna, na ummati wangu wamekuwa ndo wa mwanzo kuumbwa na wamekuwa wa mwisho kuletwa. Washaraha li sadri, nimekunjuliwa mimi kifua changu. Wadha anni wizri, na meondoshewa mimi mzigo ambao nilikuwa nimeubeba. Unajua mzigo gani? Alam nashraha laka sadraka wadhana anka wizraka, mzigo wa mawazo. Alikuwa akiwaza hao watu wa Maka hao wataongoka kweli hao, mbona wanyama, baadaye wakawa watu wastaarabu. Ule mzigo Mungu kaniondolea. Alladhi anqadha dhahraka, ulikaribia kuvunja mgongo wake. Warafa li dhikri, na Mungu kanipa status, jina langu linaungwa na la kwake. Waja'alani fatihan khatima, na kanifanya mimi mfunguzi na mimi ndo mfungaji. Faqala Ibrahim sallallahu alayhi wasallam, akasema Nabii Ibrahim, bihadha fadhukum Muhammadun, jamani kwa haya tu alotushinda mtukufu wetu, mbora wenu ni Muhammad. Wa akhadha an-nabii sallallahu alayhi wasallam min al-atash, kwa kuongea maneno yale tu mtume akashikwa na kiu. Ashadda ma akhadhahu, kwa kweli hajai kushikwa na kiu kama hicho. Fajaahu Jibril, akaja Jibril alayhi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ikhtara al-labana, akaja na chombo cha pombe na maziwa, lakini mtume akachagua maziwa. Faqala lahu Jibril, ikhtarta al-fitra, Jibril akamwambia umechagua jambo la afya, maziwa hujenga mwili, lakini huu ndo Uislamu. Walau sharibta al-khamra la ghawat ummatuka, ungechagua pombe umati wako ungepotoka. Walam yattabi'uka minhum illa al-qalil, wasingekufuata ila wachache tu. Wa fi riwaya anna lania kanat thalatha, vile vyombo vilikuwa vitatu. Riwaya nyingine inasema wa thalithu fihi ma'un, cha tatu kilikuwa ni maji. Wa inna Jibril qala, Jibril akamwambia lau sharibta al-ma, ungekunywa maji, la ghariqati ummatuka, umati wako ungeteketea na mafuriko. Angalia leo mtume hajanywa maji, lakini angalia mafuriko yanayokuja. Wa fi riwaya anna ahada lania, riwaya nyingine inasema vile vyombo vitatu kimoja hapo ilikuwa ndani yake kina asali badala ya maji. Wa annahu ra'a an yasari sakhara, wakati yuko pale kuliani kwake akaona jangwa, kushotoni kwake akaona jangwa. Alhura alini,
lina wanawake wa peponi pale pale Palestina. Akaona wanawake warembo. Mnamjua mwanamke wa peponi hurul aini, jicho lake kama kikombe, akimzungumzisha maiti atafufuka. Kalio lake 1 futi 40, anabadilika kwa siku rangi mara 1000. Akaona vifaa kama hivi, fasallama alaihinna, akawapa salamu. Mtume naye hajanyamaza. Wale ndo warembo wa kuwapa salamu, sio wa kawaida wa salaik. Salaik aliwapa hawa assalamu alaikum kina dada. Faradadna alaihi salam, hawana mapozi, nao wakamuitikia wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume hajatosheka, wasaalahun, akawauliza bwana, akawaongelesha. Jibril anaangalia tu, asema faajabnahu bima taqarru bihi alain, wakamjibu kile kitu kinatuliza roho, yani jibu zuri walomjibu kimakeke. Hapa wanachuoni wametupunja, hakuna hata mwanachuoni mmoja alotuambia waliuliza nini. Sasa mimi najiambiaga sijui aliwaambia nyinyi wake za nani, labda akamwambia sisi wako. Mtume akafurahi kweli kweli, lakini hapa haikubainishwa. Thumma utiya bil mi'raj, kisha ikaletwa ngazi alladhi ta'ruju alayhi arwahu bani adam, ambao ngazi hii ndo roho zetu sisi binadamu zinapandia hapo. Falam tara al khalaiq ahsanu minhu, Mtume hajawahi kuona kitu kizuri kama hicho. Lahu marqatun min fidda, ina ngazi vile vipande vya ngazi vya fedha. Wa marqatun min dhahabin, na vipandio vingine vya dhahabu. Wa huwa min jannati firdaus, na hii imetoka pepo ya Firdausi. Munadhadun bil lu'lu'i, imetonezewa lulu, imetonezewa zile lulu. An yaminihi malaika, kuliani mwake ngazi hiyo ina malaika. Wa an yasarihi al malaika, na kushotoni mwake mna malaika. Mungu atujalie tupande kwa ngazi hiyo. Kupanda pale ni ufalme, roho nzuri pale. Fasaida wa huwa wa Jibril, akapanda kwa ngazi ile yeye na Jibril. Hata intaha ya ila babin min abwabi samai dunia, mpaka wakafika kwenye mlango miongoni mwa milango ya mbingu ya dunia. Yuqalu lahu babul hafdhati, ule mlango unaitwa hafdha. Huu mlango jamani uko Palestina na pale ndo watu wote wakifa roho zao zinapitia pale. Hata mzee wetu Abubakari Allah amrehemu aliko, sikafia huko Kibalani, roho yake imeenda mpaka kule ndo ikapasua. Hata ufie Mwanalumango huko, roho inaenda kupitia pale. Pale ndo mlango wa mbinguni, na ndo maana pia Mtume katoka hapa kaenda mpaka kule. Kule ndo mlango huko. Sasa ule mlango unaitwa babul hafdhati, lakini una ulinzi mabwana. Wa alaihi malakun, sawa, yuqalu lahu Ismail. Kuna jenerali, kuna brigedia, kuna mwanajeshi mkubwa, kuna malaika pale anaitwa Ismail. Wa huwa sahibu samai dunia, ye utawala wake ndio pale katika mbingu ya dunia, pale ndo wanapotawala. Yaskunul hawaa, huyu malaika anaishi hewani. Lam yas'ad ila samai qattun, tokea dunia na mbingu zimeumbwa hajai kwenda juu. Pale ndo utawala wake, pako makini sana. Walam yahbitu ila al-ardhi qattun, pia hajawaipo kushuka duniani hata Ismail huyu illa yauma mata an-nabii sallallahu alaihi wasallam, siku tu alokufa Mtume Muhammad alikuja, na pale akiondoka pataharibika. Wa baina yadaihi 70,000 malakin, hapo alipo mbele yake kuna ulinzi wa malaika 70,000. Ma kulli malakin jundum min almalaika 70,000 malakin, na wale askari 70,000 kila mmoja ana jeshi la malaika 70,000. Pale pana ulinzi wa hatari sana pale, ulinzi wa pale, au kienda unakufa. Kuna mwanamke mmoja alijichanganya ile kesi ya Haruta wa Maruta, akaomba dua ya malaika wale, akaenda kule juu, alikamatwa, kageuzwa nyota ya Zuhura, hajashuka mpaka leo. Si mchezo pale. Majini wenyewe anasema wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shub. Sisi tuko naenda mpaka mbinguni,
tukakuta nyomi ya harasa, malaika wanalinda na kila mmoja ana kimondo. Wa kunna naqudhu minha maqa'ida lisam, tulikuwa sisi tunakaa kule sikiliza. Faman yasamilana, atakaenda kusikiza kule aende aone, yajidlahu shihabar rasala, pigwa kimondo mpaka anakufa, akukaliki kule. Qala Jibril asema fastaftaha Jibril, walipofika pale akagonga saina Jibril baba sama, ule mlango akagonga. Qila man hadha, pakaulizwa nani anayegonga? Qala Jibril, asema ni Jibril. Wakashangaa Jibril tena, maana huyu Jibril ana tabia bwana, huwa akipitaga pale hagongi anapita mbio, amenuna zake anapandisha mbio. Leo kulikoni? Kagonga. Qila wa man ma'aka, asema leo kulikoni? Uko na nani mpaka leo umegonga? Watu unapitaga tu hapa kimya kimya shekhe, leo kulikoni? Uko na nani? Qala Muhammadun, kwa sababu niko na mheshimiwa anakuja kinidhamu leo, niko na mheshimiwa. Qil, pakasema waqad ursila ilayhi, kashatumilizwa. Wa fi riwaya bu'itha ilayhi, kwani ashapewa tayari utume. Qala na'am, asema ndio. Qila marhaban, ambia karibu. Marhaban bihi, tunamkaribisha. Wa ahlan, ndugu yetu. Hayahu Allahu, Mwenyezi Mungu kampa uhai. Min akhi, ndugu huyu. Wa min khalifa, na mtume aliyokuja mwishoni, aliyokuja nyuma, kiongozi. Fa ni'mal akhu, ndugu mwema huyu. Wa ni'mal muji'u jaa, na neema ya mjaji. Wa ni'mal khalifa, na neema ya mtu aliyokuja baadali. Wa ni'mal maji'u jaa, na neema ya mjaji amekuja. Fafataha lahuma, wakafunguliwa. Falamma khalasa, walipoingia. Faidha fiha Adamun alayhi salam, mara wakamuona Adam juu yake, rehma na amani juu yake. Wa huwa abul bashar, na huyo ndo baba wa viumbe. Kahaiatihi yawma khalaqahu Allahu ta'ala, yupo kwenye umbile lake kama vile Mungu alimuumba, mita 60 kwenda juu, unene wake mita 40. Ala suratihi, juu ya ile sura yake. Turadhu alayhi arwahul anbiya wa dhurriyyatihi almu'minina, mbele yake pale anaoneshwa roho za mitume na watoto wake waumini, zinapita pale roho. Hata roho zetu zikipita zinapita kwake pale. Fayaqulu ruhu tayyibatun wa nafsun tayyibatun, anasema hizi roho nzuri na nafsi nzuri, ij'aluhu fi illiyin, hizi jamani ziwekeni pepo ya juu. Mwenyezi Mungu atujalie nasi jamanini. Thumma turadhu alayhi arwahu dhurriyyatihi alkuffar, kisha roho za watoto wake makafiri zinapita pale pale. Fayaqulu, anasema ruhun khabithatun wa nafsun khabitha, hizi roho mbaya na nafsi mbaya, ij'aluhu fi sijini, hizi wekeni jamani pamoja, ni wanangu, zitieni gerezani pale. Waraa yaminihi aswidatan, akaona kuliani mwake kuna weusi mkubwa. Wa baban yakhruju minhu rihun tayyiba, na mlango unatoa harufu nzuri sana. Wa shimalihi aswidatan, na kushotoni mwake akaona weusi mkubwa. Wa baban yakhruju minhu rihun khabitha, na kunatoka harufu mbaya mumtina, inaonuka. Fa idha nadhara qibala yaminihi dhahika wastabshara, basi yule mzee Adam akiangalia kuliani mwake hucheka na kufurahi. Wa idha nadhara qibala shimalihi hazina wabaka, akiangalia kushoto anahuzunika na analia sana. Fasallama alayhi nabii sallam, mtume akampa salamu. Faradda alayhi salam, naye akarudisha salamu. Thumma qala, akasema marhaban bibni salih, karibu mtoto mzuri. Wa nabii salih, na nabii mzuri. Faqala an-nabiy man hadha, mtume akauliza huyu ni nani? Jibril. Qala hadha abuka Adam, huyu ni babako Adam. Wa hadhihi al-aswida, na huu weusi, nasmu banihi, ni roho za watoto wake. Fahalul yamini minhum ahlul janna, watu wa kulia ni watu wa peponi, Mungu atujalie nasi. Wa ahlul shimali minhum ahlun nar, hawa watu wa kushotoni ni watu wa motoni. Fa idha nadhara qibala yaminihi dhahika wastab, ndio bana akiangalia kulia hufurahi na kucheka, akiangalia kushoto anaona uchungu na huzunika, analia. Wa hadha albabu alladhi an yaminihi babul janna, na huu mlango wa kulia ndo mlango wa pepo. Akitizama man yadkhul min dhurriyatihi, anaoingia katika watoto wake anafurahi na kucheka, na huu wa kushoto ndo mlango wa moto.
akiangalia watoto wake, anaingia hata mmoja analia na kuhuzunika. Thumma madha hunai hatan, kisha kikapita kitambo kidogo, fawajada akili riba, hapo mtume akawaona wala riba, wa mwali liyatama, na wanaokula mali za mayatima, Allahu akbar, wazunata, na wazinifu, wa ghairuhum, na wengine zaidi ya hao, ala halatin shani'atin, katika hali mbaya, binahwi ma taqaddama, mfano wa yale tuliyoyataja mwanzo, wa ashna, na mbaya zaidi, ama yakuta katika hali mbaya zaidi. Thumma saida ila samai thania, kisha akapanda mbingu ya pili. Fastaftaha Jibril faqil, akagonga Jibril akaambiwa, we nani? Mi Jibril. Uko na nani? Niko na Muhammad, ashapewa utume. Ndiyo. Basi tunamkaribisha ndugu huyo, Mungu amempa uhai, ndugu mwema, ndugu aliokuja nyuma yetu, neema ya ndugu, neema ya kiongozi, neema ya mjaji amekuja. Wakafunguliwa. Walipofunguliwa, idh huwa bibnai al-khala, bibnai al-khalati, akaona watoto wawili wa shangazi. Sawa Isa bin Maryam wa Yahya. Huyu Nabii Isa pamoja na Yahya. Ina maana Nabii Isa na Yahya undugu wao ni mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi, undugu wao. Tena maajabu, shabihu ahadihima, mmoja wao amefanana biswahibihi, amefanana na rafiki yake. Yani Nabii Yahya na Nabii Isa kama mapacha, lakini sio mapacha. Tena bithiabihima wa sha'rihima, mpaka nguo zao walivovaa na nywele wanafanana kweli kweli. Wama huma nafarum min qaumihima, na wana watu wao pale, wana makundi katika watu wao. Wa idha Isa ja'adun, na Nabii Isa zile nywele zake zimejifunga funga. Marbu'un, bwana marbu'un. Pia Nabii Isa ni baba wa miraba minne, ana kifua kikubwa, ndio maana atapigana na Masihi Dajjal. Sio mnyonge Isa, ni kifaa hasa. Yamilu ila alhumrati walbayadh, anataka kumili kwa wekundu na weupe, yale maumbile yake. Sabitu ra'si, nywele zake safi sana, kile kichwa chake nywele kaannama kharaja min dimas, utafikiri ni ule ute kama wayayai ule unaouona ule, yani vile kinavyomeremeta. Ai hamamin, au ni mtu aliotoka kuoga bafuni. Zile nywele zake shibuhu bi Urwati ibn Mas'ud Thaqafi. Nikitaka mumjue Isa, mshabihisheni, amefanana na sahaba mtume anaitwa Urwati ibn Mas'ud Thaqafi, pia amefanana naye. Huyo sahaba habari zake mzito huyu. Fasallama alayhi an-nabi, mtume akasalimia. Farada alayhi salamu, wakamrudishia salamu, wakamkaribisha, wakamuita nabii mwema. Wadaa lahu bi khairi, wakamuombea khairi. Thumma saida ila samai thalitha, akaingia mbingu ya tatu. Jibril akagonga, akahojiwa kama kawaida, akasema kumbe ni mtume, tunamkaribisha mjaji mwema huyo, tuna taarifa zake. Walipofunguliwa, idhwa bi Yusufa, wakamkuta nabii Yusuf. Wama hu nafarum min qaumihi, ana kundi katika watu wake. Mtume akamsalimia, akamjibu salamu, kisha akamkaribisha na kumwombea dua za khairi. Idhwa qad utiya shatrul husni, alimkuta nabii Yusuf amepewa nusu ya uzuri. Nabii Yusuf mabwana alikuwa ni mzuri, hata akikaa na wanawake wazuri wanaonekana wale wanawake wabaya, yeye ndo mzuri. Mzuri kuliko wote duniani ni mzee Adam. Sasa ule uzuri wake nusu yake tumepewa sote, na nusu kapewa Nabii Allah Yusuf. Wa fi riwaya ahsana ma khalaqa Allah qad faddala an-nas bil husni, katika Mungu alivyoviumba huyu amefadhilishwa sana, alikuwa ni mzuri. Qal qamari lailatul badri ala sairil kawakib, utafikiri ni ule mwezi wa lailatul qadri. Qal qamar, kama mwezi, lailatul badri, wa usiku wa badri, juu ya zile nyota zingine, ule mwezi unang'aa sana. Qala man hadha ya Jibril, qala akhuka Yusuf, alipouliza ambia huyu si ndo ndugu yako Yusuf. Thumma saida ila samai rabia, wakaja mbingu ya nne, wakagonga, wakahojiwa. Walipopita katika mbingu ya nne, idh huwa bi Idrisa, wakamkuta nabii Idrisa. Qad rafa'ahu Allahu makanan aliya, Mwenyezi Mungu alimnyanyua sehemu tukufu sana ya juu. Akamsalimia, akamwombea dua, kisha akaenda mbingu ya tano. Alipofika mbingu ya tano,
Wakahojiwa, wakajulikana amekuja na mtume, akaombewa dua sana. Falamma khulasa, walipoingia mbingu ya 5, faidha huwa biharuna, wakamkuta nabii Haruna. Wa nisfu lihiyatihi baydha, nusu ya ndevu zake nyeupe. Wa nisfuha sauda, na nyingine nyeusi. Ana ndevu nyingi. Takadu tadhribuhu ila surratihi, zinakaribia kugusa kitovu. Katika manabii huyu ndo mwenye ndevu nyingi. Mentuli, hakutokana na ule urefu. Wa haulahu qaumu bani Israil, na pembezoni mwake wamekaa bani Israil. Wa huwa yaqusu alaihim, akawa anasimulia visa mbalimbali. Mtume akamsalimia, akamwombea dua na kadhalika. Mtume aliuliza, kwani huyu ni nani? Jibril alijibu, hadha ar-rajulul muhabbabu fi qaumihi Haruna ibn Imran, asema huyu ni mtu anayependwa na watu wake sana, na huyu ni Haruna mwana Imrani. Ipo sababu ya kupendwa. Walikuwa wanampenda bani Israili, wanasema alikuwa hana tashaddudi, alikuwa hana mkazo vile kuamrisha yale mambo ya kheri, hawakazii kama nabii Musa. Kwa hiyo ilikuwa akiwaita watu wanamuitika kuliko ndugu yake Musa. Na hata alivyokufa, maana alikufa kabla ya nabii Musa, bani Israili wakazusha, umemuua huyu ndugu yako kwa sababu tunampenda, we mtu mbaya sana Musa. Kwa hiyo huyu walikuwa wanampenda sana, na kupendwa ni neema. Nasi Allah atujalie tupendwe. Na watu wengine wanasema ukiona unapendwa katika kufanya dawa, wewe ufanye dawa, unapendwa tu bwana. Nusura zingine zinaanza hapa hapa. Mtu aweza akakupenda akakupa mwanae au vipi? Sheikh wangu wewe, si unaona hapa Nabii Shuaibu kampenda Musa, kampa kifaa. Sasa wewe uko hapa msikitini, wazee wana watoto wa kiburushi nani, lakini upewi. Mkali, punguza ukali. Lazima upewe. Mnalalamika wazee wagumu, hujapendwa. Wakaingia mbingu ya 6, wakagonga. Walipopita mpaka mbingu ile, wakaingia. Fafataha lahuma, walipofunguliwa, faja'ala yamurru nabii, akawa mtume pale, akawa anapita bin nabii wa nabiyin, akawa anakuta sehemu kuna mtume mmoja na sehemu nyingine wamekaa watume wengi, yani mitume wote wale aliwakuta kule. Mahum rahtun, kuna mwenye watu 3 au 9 au 11. Rahtun witri, yani ana kundi la watu. Wan nabii wan nabiyin, na mitume wengine. Mahumul qaumu, wengine wana watu vile vile wameshehena. Wan nabii wan nabiyin laisa mahum ahadun, na mitume wengine wamelingania, hawajapata hata mtu mmoja. Abraona kila mtu na watu walowapata. Ukisema inna atainaka al-kauthara, ile kauthar, baadhi ya tafsiri wanasema kauthar ni jaha, yani mtume amepewa jaha ya kukubaliwa na watu wengi. Si unaona hapa tumekaa wote tumemkubali, lakini kuna mitume wengine wamepiga dawa, hajapata hata mtu mmoja na karudi kwa Mungu. Hana hata mtu mmoja. Mwingine kapata watu 6, wengine 2. Sasa mtume aliwaona wamba wamepambana, bwana wewe umepata, usijambulia hata mke wangu kakataa. Ndio siku moja ananikumbusha Sheikh Kambi. Sheikh Kambi naye ana vituko. Siku moja anasema kuna mwaka alienda kuchukua fomu ya uraisi. Jamani, ameenda kuchukua fomu ya uraisi. Nikamwambia ukapewa kura ngapi? Ambia nilipata 1 tu. Ya nani? Ambia yangu. Mkeo hajanipigia. Hajapata hata mke. Hajapata hata mke. Sheikh Kambi ana mambo, ni shekhe wetu, tunafurahi. Siku moja alinihadisia kisa cha ajabu. Anasema Sheikh Said Kesi alikuwa anafanya darasa pale kwa Biti Musa pale. Hapo anarudi zake hapa Migombani. Siku moja Sheikh Kambi asema, ngoja nimjaribu Sheikh Said kama ana imani. Mambo gani haya? Akajificha kwenye mti usiku, akachukua udi au vijiti, akavichoma moto kama vijiti 6. Kimoja akadumbukiza huku,
chengine huku, chengine kashika huku, chengine huku, chengine kabana hapa, pengine miguuni. Usiku lile giza, Sheikh amebeba riadhi zake, anarudi anaona vitu vinafanya hivi. Sheikh akaanza kupiga dua, Allahu la ilaha illa. Ile kusimama anaona vinamkimbiza, vilimkimbiza hivyo. Alitupa vile vitabu mbio, Sheikh Saidi kakimbia kweli kweli. Sheikh alikuwa anajua kibwengo. Sasa kibwengo gani akisikia hata kul wallahu hichi? Sasa usikimbie utafanyaje? Mbio. Sheikh akamwokotea vile vitabu. Kesho asubuhi akamwambia Sheikh, nilikuwa nakupima kama una imani, kumbe hamna bwana. Akamwambia usifanye tena Sheikh vitu hivyo siku nyingine. Ambia Sheikh alikimbia. Hata mtu akiwa Sheikh roho si ipo. Roho si mchezo. Basi Mtume alivyowakuta pale mitume wale, kisha akapita sehemu. Thumma marra bisawadin adhim, akapita sehemu kuna weusi mkubwa. Shadda al-ufuqa, umeenea huku. Faqala man hadha al-jamu, akasema huu weusi mkubwa nini? Qila Musa wa qaumuhu, asema huyu sasa ndo nabii Musa na watu wake. Yani ukiacha mitume wote alokubalika na jaha ya watu wengi nabii Musa. Walakin irfa rasaka, lakini akaambiwa usishie hapo, hebu nyanyua tena kichwa chako. Faidha huwa bisawadin adhim, akaona weusi mkubwa kuliko ule. Kad sadda al-ufuka, umetanduka huko na huko. Min dhal janibi wa min dhal janibi, upande huu na upande huu umeenea. Qila lahu, akaambiwa haulai ummatuka, sasa wewe ndo umati wako. Yani ule umati wake changanya nyumati zote. Mtume ameitikiwa sallu ala nabii. Alafu pale pale akapewa kachumbari, akaambiwa wasiwa haulai 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin. Ukiacha hawa ulowaona, kuna wengine 70,000 wataingia peponi bila hesabu. Mungu atujalie miongoni mwasi inshallah. Ukiacha hawa 70,000 wataenda peponi bila hesabu. Mtume kapendelewa. Falamma khalasa, walipoingia faidha huwa bi Musa ibn Imran, mara wakamkuta nabii Musa ibn Imran. Rajulun adamun, ni mtu mwekundu, alivyo mwekundu. Tiwalun, mrefu. Kanahu min rijali Shanua, utafikiri ni watu wa Shanua. Shanua ni sehemu Mtume kaifananisha, kuna mijitu kweli sehemu hii. Kathira sha'ri, ana nywele nyingi. Lau kana alaihi qamiswani, kama atavaa kanzu mbili, lanafadha sha'ruhu dunahuma, yani zile nywele zitatokea mpaka nje, utaziona hata awe na kanzu mbili. Kipande cha mtu ndo pale Mtume akimuita rajul murabbaun. Fasallama alaihi nabii, Mtume akamtolea salam, naye akamjibu, akamkaribisha, akamwombea dua. Waqala, akasema nabii Musa, yaz'umu nasa anni akramu bani adama, eti watu wanadai mimi ni mtukufu wa watu wanadai hivyo. Ala Allah, kwa Mungu. Min hadha, kuliko huyu. Bal huwa akramu ala Allah minni, ila huyu bwana ndo mtukufu kwa Mungu kuliko mimi. Falamma jawazahu, hayakuishia pale. Mtume alivyompita kidogo sallallahu alaihi wasallam, baka nabii Musa akaanza kuangusha kilio. Faqila lahu, Mtume akamuuliza, braza, ma yubikika, mbona sasa unalia nini? Qala abki, akasema ndugu yangu nalia mimi, hebu niache nilie. Lianna ghulaman, angalia hii lugha, lianna ghulaman, eti kijana mdogo. Mtume hapo hata miaka 60 bado jamanini, kijana mdogo kabisa. Kwa sababu watu wa zamani huishi miaka 5,000, 10,000. Yule Firauni aliishi miaka 400 bila hata kuugua. Kwa hiyo alikuwa na miaka mingi. Asema anna ghulaman, kijana mdogo, hata miaka 100 hana. Na Mtume hajafikisha miaka 100, hata miaka 100 hana, kijana mdogo kabisa huyu. Buitha min badi, amepewa utume baada ya mimi nishamaliza kila kitu. Juzi mtoto wa juzi huyu ndo naye kashika kijiti cha utume. Yadkhulul jannata min ummatihi, eti ataingia peponi na watu wake. Akthara mimman yadkhulul jannata min ummati, eti wataingia kwa wingi kuliko watu wangu.
juhudi gani kaifanya kubwa ya kutushinda sisi wote. Yazumu banu Israila an yakramu bani Adam ala Allah. Bani Israili wamedata tu, wanajua eti mimi ndo mtukufu kwa Mungu. Wa hadha rajulu min bani Adama khalafani fi dunya, na huyu mtu katika watoto wa Adamu amekuja nyuma yangu kwa dunia. Wa ana fi ukhra, alafu mimi tena niko akhera. Kwanza yeye yuko duniani, mimi tayari mjanja nshatoboa huko akhera, eti yeye ataingia peponi zaidi kuliko mimi. Tena nasema falau annahu fi nafsihi lam ubali, ingekuwa ni yeye tu ndo kapendelewa kheri, hata nsingejali, nsingeumia, nsingepata wivu. Walakin ma ummatuhu, eti anaingia na umati wake. Inakuwaje mambo kama haya? Sallu ala nabii. Tumeoneshwa kumbe sisi bwana, pepo ni nyumbani kwetu, au sio? Wallahi pepo ni nyumbani kwetu, au mnasemaje? Nani anasema inshallah peponi leo? Si mnajua njia ya kwenda peponi, lakini leo jamaa mmoja msikitini kasema nani peponi leo? Kaingia Israeli. Wanaotaka kufa leo nani? Changamkia tena, watu wamenyuti. Asema nakuweni nyote, ambia kwanza unatuaje? Asema hichi kipamba na kipuliza juu, kitakayetua kichwani mwake naanza naye huyo. Bwana alipopuliza hizo dua al-Fatiha, amina bismillahir rahmanir rahim. Mzee mmoja kikaa kinamdondokea kichwani, asema hafi mtu hapa. Basi kila mtu kapuliza, msikiti mzima vurugu pale. Tusiogope sana, lakini tukifa peponi. Mimi mwenyewe naona nikifa tu janna. Na kama huna nia ya peponi, inna lillahi. Na pepo tunaoitaka si ndogo kubwa. Kuna rafiki yetu hapo tunamuita Sheikh Ali Mtambo. Eti siku moja ananiambia, Sheikh Osman, mimi sina makubwa. Mimi nikifika kwa Mungu, hata nikipewa kibanda cha uani nitashukuru Mungu. Mtume anasema ombeni pepo ya Firdausi, hakuna kibanda cha uani. Nataka pepo ya maana kweli. Wakaenda mbingu ya 7. Wakagonga, akafunguliwa. Wakaombewa dua sana. Falamma khalasa, walivyoingia mbingu ya 7 hii ya mwisho fa idha an-nabiyyu bi Ibrahimul Khalil sallallahu alayhi wasallam. Mara mtume akamuona babu yetu sote, mzee Ibrahim, jalisu inda babil janna. Kuna watu wana neema eti amekaa kwenye mlango wa pepo, yani asubiri kufunguliwe tu aingie. Mzee ana tabu huyu, amekaa kabisa kwenye kiti mwenye mlangoni kwa pepo. Mzee kaingia, umeona, ala kursiyin min dhahabin, mambo yake yalivyokuwa super, kwenye kiti cha dhahabu kakaa pale. Musnidun dhahrahu ila albayt almaamuri, lakini mgongo wake ameelekeza msikiti wa mbinguni inaitwa Baitul Maamur. Ma hu nafru min qaumihi, amemkuta na watu wake. Mtume akamsalimia, akamrejeshea salamu, akamwombea dua nzuri. Kisha Nabii Ibrahimu akasema, mur ummataka, waambie watu wako, waamrishi, faltukthur min ghirasil janna fa inna turbaduha tayyiban wa ardhuha wasi'a, wafanye kilimo cha matunda, basi mchanga wake mzuri na ardhi yake ni pana kabisa. Mtume akasema mbegu zake ni zipi sasa? Kaambia waambie la haula wala quwwata illa billahi la aliyil azim. Riwaya nyingine nasema iqra ummataka minni salam, nenda nifikishie salamu kwa umati wako, na sisi tumeziitikia salamu zake. Tena waambie anna aljannata tayyiba turba, pepo ni nzuri mchanga wake, azbatul ma, maji yake meupe, wa inna khirasaha, na hakika mbegu zake, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar. Hivyo mtu aseme maneno hayo. Wa indahu qaumun, na akaona pale mbele yake kuna watu, julusun, wamekaa, bidhul wujuh, nyuso zao nyeupe, amthalul qaratis, mfano wa makaratasi. Mungu atujalie sisi inshallah. Wa qaumun fi alwanihim shay'un, na pale kuna watu nyuso zao kidogo, usoni kuna kitu kidogo, weupe lakini kuna kitu. Faqama haulai alladhina fi alwanihim shay, wakasimama hawa jamaa ambao usoni mwao mna kitu fulani. Fadakhalu nahara, wakaenda kuingia kwenye mto. Faktasalu fihi, wakaoga. Fakharaju, wakatoka. Waqad khalasa min alwanihim shay, ikaondoka kidogo ile kitu usoni, lakini hakijaisha.
Thumma dakhalu nahara, wakaingia mto mwingine. Faghsalu fihi, wakaoga ikapungua kidogo. Kisha wakaingia mto mwingine wa tatu. Faghtasalu fihi, wakaoga. Waqad khalasat alwanuhum, ile rangi ya usoni ikatoka. Fasarat mithla alwani ashabihim, wakawa kama zile rangi za wenzi wao wa kwanza. Fajau fajalasu ila ashabihim, wakaja wakakaa kwa wenzi wao. Faqala ya Jibril, man haula albidhul wujuh, hawa watu wenye nyuso nyeupe kama makaratasi ni kina nani, na hao wenye kitu usoni ni kina nani, na hii mito walioingia kuoga ni mito gani? Asema amma haula albidhul wujuh, hawa watu wenye nyuso nyeupe, fa qaumun, ni watu lam yalbisu imanahum bidhulmi, ni watu ambao ile imani yao ile hawajaichanganya na dhulma na kufanya madhambi. Allah atujalie nasi. Wa amma haula alladhina fi alwanihim shay, ama hawa watu wengine wenye kitu usoni, fa qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayya, ni watu ambao matendo yao wamechanganya, kuna mazuri na mabaya. Leo anasali alafu huku anazini, anatoa sadaka huku anasengenya, anaenda Maka afu bado muongo. Sawa fataba Allahu alaihim, lakini wakaleta toba na Mungu akaikubali toba yao. Wa amma hadhihi lanhar, ama hii mito, fa awwaluha rahmatullah, mto wa kwanza ni rehema za Allah. Wa thani ni'matullah, na wa pili ni neema ya Allah. Wa thalithu saqahum rabbuhum sharaban tahura, ni mto ambao atawanywesha Mola wao kinywaji kisafi. Waqila lahu hadha makanuka, akaambiwa hii ni sehemu yako. Wa makanu ummatika, na ni sehemu ya umma wako. Wa idha huwa bi ummatihi shatrain, mara mtume akaona katika umati wake umegawanyika makundi mawili. Shatrun alaihim thiyabun, kuna kundi la kwanza lina nguo kaannaha alqaratis, nyeupe kama makaratasi. Wa shatrun alaihim thiyabun rumdun au ramadun, na kundi la pili lina nguo kama za kijivu. Fadakhala albayt almaamur, mtume akaingia bait maamur. Wadakhala mahum alladhina alaihim thiyabul bayd, akaingia na wale wenye nguo nyeupe kaingia nao baitul maamur. Wa hujiba al-akharuna, wale wenye nguo za majivu walizuiliwa, hawajaingia na mtume. Nisikilizeni vizuri hapo, kuna sehemu tutapita na mtume wengine, na wengine hatutopita. Alladhina alaihim thiyabur ramad, wenye nguo ya kijivu hawajapita. Wa hum khair, lakini wa hum ala khairi, lakini wapo katika khairi, lakini ile kuchanganya kumewaponza. Ya Kaisari mwachie, na ya Mungu sisi tunafeli wapi? Vijana wengi ukiwatomasa sala na zinaa waachi, na zinaa hawaachi. Hili ni tatizo kubwa sana. Yani kutafuta kheri, usichoke, tafuta kheri achoki. Sinaona jamaa wamezuiliwa, lakini wapo kwenye kheri, hawatoenda motoni, lakini ndo wamekosa. Na huko akhera mnaona kama hivi, kuna wanaoishi Posta, Masaki, na kuna wanaoishi kule Kiwalani mwishoni kule, hata jua linafika kwa mwezi mara moja. Ndo hivyo. Fasalla wa mamahu min almu'minin, mtume akasali pamoja na wale waumini fil baitil maamur, katika msikiti ule wa baitul maamur. Wa idha huwa yadkhuluhu kullu yawmin 70,000 malakin, asema msikiti ule kila siku wanaingia malaika 70,000, la yauduna ilayhi ila yawmil qiyamah, hawatoki mpaka kiyama. Wa annahu bihidha'i alka'ba, na hakika ule msikiti uko sawa na msikiti wa Maka chini. Law kharra minhu hajarun, kama litadondoshwa jiwe, la kharra alaiha akhiru ma alayhi, basi lile jiwe litadondokea pale msikiti wa Maka. Wa fi riwaya annahu uridat alayhi lania, riwaya nyingine anasema aliletewa tena vile vyombo mtume, athalatha almutaqaddama, sawa vile vitatu tulivyovielezea, sio asali nini. Fakhadha labana fasawaba Jibril fi'lahu kama taqaddama, qala kama fi riwaya hadhihi alfitra allati anta alaiha wa ummataka, akapatia mtume na Jibril akamwambia vile umepatia umbile bora, dini nzuri ya umati wako. Thumma rafa ila sidratil muntaha, kisha akapanda kwenye sidratil muntaha. Hii sidratil muntaha wazee wa Kizaramu wameupa jina kuita mkunazi, lakini hauitwi mkunazi. Huu mti ni mti gani? Usikilizeni.
Anasema mti huu wa ilaiha yantahi ma ya'ruju min al-ardhi, ni sehemu ambayo yanakomea pale yote yanaopanda kutoka ardhini kwenda pale, yani pale ndio mwisho. Fayuqbadhu minha, yanazuiwa pale. Wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqin, na yanaishia pale yanaotoka juu. Fayuqbadhu minha, yanazuiliwa pale. Wa idha hiya shajaratun, huu bwana ni mti, huu ni mti, sifa zake yakhruju min asliha nahar, unatoa asilia yake, una mito unatoa. Mimma'in ghairi asinin, unatoa maji matamu hujai kuyanywa maisha yako. Wanharu min labanin, na unatoa maziwa lam yataghayyar ta'muhu, hayawahi kuwa mtindi, maziwa safi. Wanharu min khamratin, na unatoa mvinyo ladhatin lisharibin, pombe ambayo ni ladha kweli kweli kwa wenye kunywa. Wanharu min asalin musaffa, mti huu unatoa asali ile safi kweli kweli. Yasiru rakibu, anaweza akazunguka mpanda farasi au mpanda V8 fi dhilliha, kile kivuli chake tu 70 ama, miaka 70 ya akhera tena. La yaqtauha, hawezi kumaliza ule mti. Wa idha nabquha, ule mti yale magome yake, una magome mithla qilali hajari, ni mfano kula ni mtungi mkubwa. Qilali ni jamu ya mitungi ni mfano wa mitungi ya hajari. Hajari ni sehemu, Waarabu walikuwa wakitengeneza mitungi. Kuna mitungi wanatengeneza wazee wetu wale, unakuta wale walima mipunga, unakuta mtungi mkubwa unaingia gunia 100 ndani yake. Kwa hiyo magome yake kama ile mijitungi. Wa idha waraquha, na ile majani yake alivyo, Mtume asema kadhani alfila, yamekaa kama mfumo wa masikio ya tembo, lakini sio kwamba madogo kama masikio ya tembo. Takadul waraqatu, yani jani moja linakaribia tughati hadhihi al-umma, jani moja linafunika dunia nzima, jani moja tu. Wa fi riwaya inasema alwaraqatu minha tadhillu al-khalaiki, jani moja linafunika viumbe. Ala kulli waraqa fiha malakun, kila chini ya jani kuna malaika. Fakhashiyaha, kuna malaika anamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fakhashiyaha alwanun la yudra mahi, Mtume alipofika pale alifunikwa na rangi mpaka zilimchanganya, rangi za kila aina zilimpiga mwangaza. Si unajua ile mgeni akija, natoa mfano mbaya, utaona ukienda kwenye hao watu wa mabaa, ukifika kule kuna marangi, kuna taa nyingine inazunguka hivi, si ushaona vitu kama vile? Basi Mtume alipofika pale kapigwa mirangi, imeenda hivi mpaka zikamchanganya zile rangi zile. Sawa, basi zile rangi tahawalati, zimekuwa yakuti wa zabarjanan, fama yastati ahadun an yan'ataha, hakuna hata mtu mmoja anaweza akazisifia zile rangi, min husniha, zilivyokuwa nzuri, hakuna mtu anaweza. Alafu maajabu ya umti, fiha farashun min dhahabin, una kitanda cha dhahabu, una kitanda kizuri. Wa idha fi asliha 4 anhar, na asili yake ule mti una mito 4. Naharani batinani, mito miwili haionekani, ipo kwa ndani inachuruzikia peponi. Wanaharani dhahirani, na miwili iko nje. Faqala ma hadhihi lanhar, akauliza hii mito nini ya Jibril? Akasema qala amma albatinani, hii mito miwili ya ndani, fanaharani fil janna, hii inaingia peponi. Wa amma dhahirani, ama hii miwili ya nje, fanilu ni mto Naili, yani ule mto Naili umekuja Mwanza mpaka Rufiji, ule asili yake peponi. Siku ya Kiyama, kabla hakujavunjwa, Jibril atakuja kuukunja ule mto, utaenda kutumika peponi. Anasema wal furatu, na mto mwingine unaitwa Furatu. Huu Furatu unaoita Yufratu, mto Yufratu upo Iraq. Wanasema Sheikh Abdul Qadir Jailani qaddasahu Allahu, kila Ramadhani za mwisho, kila Ijumaa za mwisho za Ramadhani alikuwa akisali kule, akionekana anasali angani kwenye mto wa Yufrat. Sheikh Abdul Qadir anaunga jamaa na wale mawali wenzi wao,
na yule ambaye hajafikia wali ule anasema walikuwa nasali pembezoni, na alionekana sala yake ya mwisho Sheikh Abdul Qadir, na ili wanachuoni wanamtolea ushahidi, aliswali magharibi pale Yufrat na akaomba dua akasema, ya Rabbi, na kuomba muridi wangu wote wasife isipokuwa wawe wametubia madhambi yao. Ndio maana watu wa tarika mara nyingi pia hufa vizuri. Mungu nasi atujalie inshallah. Anasema nahu raa Jibril inda sidrati. Riwaya inasema mtume alimuona Jibril kwenye ule mti. Wala husitu miatu janahin, ana mbawa 600, 300 huku 300 huku. Kullu janahin minha qad sadda lufu, kila ubawa umetanuka huko na huko. Yatanatharu min ajnihatiha tahawil wa tahawil ad-dur wal yaqut mimma la ya'lamuhu illa Allah ta'ala. Tumeelewa vizuri eh? Hapa Jibril alishangaa mtume, alimuona zile mbawa zake zina rangi ya peponi, zina yakuti, zina kila rangi, zina uzuri kiasi ambacho yani pale ndo mtume anaanza kumuona live. Ni mzuri, zile rangi hakuna anayeweza kuzijua isipokuwa Allah. Sasa nitakwambia kitu kimoja. Jibril alikuja kwa mzee Adam kama mara 12, kwa Nuhu mara 50, sawa eh? Akaja kwa Nabii Musa mara 400, kwa Ibrahim mara 42, kwa Nabii Isa mara 10, kwa Idrisa mara 4. Alikuja kwa mtume mara 1024. Hizi mara 1024 ile fizikali alimuona mara 2 tu. Mara ya kwanza alimuona kwa wasiwasi, alipoambiwa ikra alitishika mtume pale, hakuwa makini. Hii mara ya pili alimuona kule. Hizi siku zote akimjia Jibril, naye ana vituko mashallah, alikuwa akimjia kwa sura ya mtu mmoja anaitwa Lihyatu Qalbia. Lihyatu al-Qalbia. Lihyatu al-Qalbia ni bwana mmoja alikuwa pale Maka, mashallah, mzuri wa sura hatari, ni mzuri sana. Jibril alikuwa anajua tu atakuja kusilimu. Lihyatu al-Qalbia mzuri sana maumbile yake, tena alikuwa mfalme, na ule uzuri aliokuwa nao mwanamke yote mbele yake huonekana mbaya, ila alikuwa na mtihani, hapiti mwanamke yote lazima alale naye. Kwa hiyo wanawake jamii yote alibaka. Yani mtu anamzuia mkewe, tena anambia bwana mimi nikikutana na lihya lazima nimpe kwa ule uzuri ule. Sasa yeye ni mzuri, akaoa wanawake wazuri, alafu akazaa watoto wazuri kuliko wazazi. Watoto wakao wazuri, mabinti zake wakawa 70. Walivyovunja ungo akawachinja wote wale mabinti zake, wote akawachinja wale mabinti. Kisa wamekuja kuposwa, anaona wivu. Binti zangu mtu akafaidi bwana, akawachinja. Lakini ndo mfalme, mtamfanyaje sasa? Ndo watu wakahuzunika, simanzi, lakini hakuna cha kumfanya. Sasa akawa kama ametengwa na jamii. Ndo chanzo cha kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia mtume, bwana nimefanya makosa, watoto wanalia, wake wanalia, sina rafiki, nikisilimu Allah atanipokea kweli? Ndo ikaja ile aya, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Imekuja kwa ajili ya Lihyatu Qalbia. Waambie wale waja waliofanya israfu juu ya nafsi zao wasikate tamaa na rehema za Allah. Allah anakusamehe. Sasa Jibril alikuwa anakuja kwa sura ya huyu bwana Lihyatu Qalbia. Sasa siku moja mtume anaongea na Jibril, mtume anajua anaongea na Lihya, mara Lihya akapita kule. Jibril akamwambia, umemwona Lihya? Mtume asema, wewe nawe basi mimi nilikuwa najua ndo naongea naye, kumbe ndo wewe. Jibril akasema, basi yule kijana mimi nampenda sana, lau angetusalimia la radatu alayhi salam, na mimi ningemjibu salamu yake. Yani ilikuwa atupe hata mikono. Kisha mtume akamwambia yule kijana, yule ni minasabirina. Hapo hajasilimu bado, yule ni minasabirina, atakuwa miongoni mwa aswabirina. Ni wale masahaba ambao walivyopigana vita vya Hunain,
kukazuka, mtume kauawa, watu wakachanganikiwa, masahaba wote wakakimbia. Lakini kuna wale asabirina wakasema hatukimbii, tunapigana hata kama mtume kafa. Wale wamepata daraja tofauti na masahaba wengine. Miongoni mwao ni huyu Lihiyatu Qalbia, alikuja kusilimu, akawa katika wale vijana waliopambana katika Hunain. Kwa hiyo Jibril alikuja kujua baadaye huyu atapata nini? Atapata uongofu. Sasa mtume kwa fizikali vile alivyo, ndo akamuona kwa mara nyingine pale Sidratil Muntaha, alimuona Jibril pale. Thumma akhadha ala al-Kauthar, mtume akapewa kisima cha Kauthar. Hata dakhala aljanna, mtume akaingia peponi. Jamanini, akaingia peponi. Faidha fiha, alipoingia ndani ya pepo, mala ainun ra'at, alitusifia tu mtume, asema bwana niloyaona hata nikikwambieni hamuelewi, kwa sababu jicho alijawahi kuona. Sasa nitakupeni mfano gani? Wala udhunun samiati, masikio hajawahi kusikia, mimi nitafanyaje tena? Wala khatara ala qalbi bashar, sallu ala nabii. Asema hata moyo haujawahi kufikiria, baki masaba labda ipo kama hivyo. Bwana hamjawahi kufikiria, mimi niliona tu hivyo, macho hajaona namna kama hiyo. Mtume kaona, akaanza kusema vitu, akasema hivi, faraa ala babiha, akaona ule mlango wa pepo, maktuba sadaqa, umeandikwa sadaka bi'ashri amthaliha, anayetoa sadaka atalipwa 1 kwa 10. Walqarad, lakini kopesho bi8, anayekopesha atalipwa 18, sio 10. Faqala ya Jibril, akasema Jibril, ma balul qarad afdal min as-sadaqa, mbona kumkopesha Mungu kumekuwa na ubora kuliko sadaka tu? Qala, asema li anna sailu yasal wa indahu shay, saa nyingine anayeomba anaomba lakini anacho kitu kidogo. Wal mustaqridhu la yastaqridhu illa min hajatin, lakini anayekopa kwa kweli anakopa kwa haja, ameishiwa kweli kweli. Kwa hiyo kumkopesha Allah ni zaidi ya hivyo. Fasara, wakaenda, fa idha huwa bianharin min labanin, akakuta mito ya maziwa, lam yataghayyar ta'muhu, ladha yake haiharibiki, na mito ya pombe, furaha kwa wanywaji, na mito ya asali safi. Wa idha fiha janabidhu lu'lu'i wa idha rummanuha kadilai. Mtume alipofika pale, sawa aliona matunda na komamanga, mandhari ya lulu, lakini pia aliona makomamanga makubwa. Mtume yale makomamanga kaannahu juludul ibili almuktabati, yale makomamanga aliyafananisha, yani ule ukubwa wake kama mitungi, bil mukhtasar, ule ukubwa wa yale matunda makomamanga. Wa idha bitairiha kalbakhatiyi, akaona na wale wa ndege wa peponi albakhatiyi. Albakhatiyi, ule mwamba kizungu unaitwaje? Mwamba rock, si ndio? Mwamba. Sasa bakhatiyi wazungu wanamuita rock. Huyu bakhatiyi ni ndege ambao miaka 50 kabla ya Mtume Muhammad waliondoshwa. Miaka 50 kabla ya Mtume. Hawa ndege ambao ni wakubwa. Huku kwetu ndege mkubwa ni mbuni, sawa Hawa ndege hawa bakhatiyi, Waarabu wanamuita bakhatiyi, ambao wazungu wanamuita mwamba. Ni ndege ambao ule ukubwa wao anamchukua tembo, ndo anapelekea chakula cha watoto wake. Swallu ala nabii. Huyo ndo ndege wa peponi. Kwa heshima ya Mtume Muhammad, miaka 50 kabla ya Mtume waliondoshwa. Wasingeondoshwa singekuwa na tutafuna sisi, au mnasemaje? Sasa kaona mikomamanga kama mitungi, ndege ukubwa wake Mtume aliowaona kuwafananiza, yani ni yule anayeweza kumchukua tembo tena anapelekea kitoto chake akale. Swallu ala nabii. Faqala Abu Bakr, ya Rasulullah, innaha la na'ima. Qala akaltuha an'am minha wa inni la arju an takula minha. Wa ra'a nahara al-Kauthar ala hafatayhi qibabu durri
aljawi wa idha tinuha miskun atharan, kifupi aliona ardhi ya peponi nzuri, zafarani, tufali la fedha na hivi na hivi. Mtume aliona mambo hayo. Kisha uridhat alayhi nar, alioneshwa moto, akaona ghadhabu za Mwenyezi Mungu na makemeo yake na vitu vibaya na askari wa motoni, na huyo askari akawa amekunja sura yake. Waraa malikan hazina nar, alimuona askari wa motoni yeye kisirani tu, kakasirikia watu wote. Faidha huwa rajulun abisun, amekunja sura, yuraful ghadhab fi wajhi, ukimwangalia tu amekasirika. Mtume akamwanzishia salamu, naye akarudisha salamu. Kisha ukafungwa mlango wa moto. Kisha mtume akanyanyuliwa mpaka sidratil muntaha, kikamfunika kiwingu ambacho kina kila rangi. Wakati kimemfunika kile kiringu, fataakhara Jibril pale akachelewa. Alivyochelewa kidogo pale, kamwacha mtume pale alishtuka kidogo, manake uende na mtu sasa hivi Marekani mwenyeji, au ukifika airport umkuti mwenyeji, si ushachanganikiwa wewe? Alafika pale Jibril kachelewa. Thumma urija bihi sallallahu alayhi wasallam limustawa samia fihi swarifa alaqlam, akachukuliwa mtume na kile kiwingu kikamsogeza sehemu, akaanza kusikia kelele za kalamu zinaandika. Alipofika ile sehemu ya kalamu inaoandika, waraa rajulan, akamuona mtu mughayyaban fi nuri al-arshi, anaogelea kwenye nuru ya arshi. Kwanza tusikilizane. Sayyidina Jibril ameumbwa kwa nuru na Mtume Muhammad ameumbwa kwa nuru ya Allah, lakini hii nuru ya mtume ya Jibril ni kama mshumaa, ya mtume ni kama taa ya gari. Sasa pale pana nuru ambayo akikatiza Jibril nuru yake inakufa. Ndo akamwambia mtume, wa ma minna illa lahu maqamun maalum, mimi hapo siwezi kwenda, nuru yangu nitasambaratika. Lakini mtume kwa sababu nuru yake ni kubwa, yani alipita. Hebu sikiliza haya mazingira. Ile sehemu alihisi inasagana kama vyuma vinasagana, pana kudra kubwa sana ya Allah pale. Yani wewe ukipeleka mkono ushaisha zamani kabisa. Mtume pale kapita. Halafu alivyopita, alivyosogezwa sehemu akasikia kalamu zinaandika tu, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu. Alafu sehemu hiyo akamkuta mtu Sheikh, eti anaogelea kwenye nuru. Anaogelea kwenye nuru tena nuru yenyewe ya arshi ya Allah. Maana nuru nayo imeumbwa, arshi imeumbwa kwa nuru ya Allah. Mtume akauliza, man hadha? Hapa hamuulizi Jibril hayupo tena. Huyu nani? Malakun, huyu ni malaika, niseme anamzidi Jibril mpaka anaogelea kwenye nuru tunayoiogopa? Qila la, akasikia sauti inamwambia, la, sio malaika huyo. Akauliza, anabiyun, au ni mtume, niseme mtume gani? Qila la, akaambia huyo sio mtume. Sallu ala nabii. Qala man huwa, akauliza kwani huyu ni nani? Qila, akaambia hadha rajulun, huyu ni mtu, na huyu mtu leo tumjue. Sheikh Muhammad, huyu mtu tunamfichaga, leo tumjue huyu. Hadha rajulun, huyu ni mtu tu. Kana fi dunya, alikuwa duniani, lisanuhu ratbun bi dhikrillah, ilikuwa duniani ulimi wake majimaji, wallahi anamtaja sana Mwenyezi Mungu. Alomtaja Mungu hajapata hasara mabwana. Yani wewe kwa dhikri unamshinda mpaka Jibril. Ndio maana peponi ibada zote zitasimama, lakini ibada ya dhikri itaendelea peponi. Wa qalbuhu muallaqun bil masajidi, kila saa ukienda unamkuta msikitini tu, mara kaenda kuswali kablia, mara baadia, salatu dhuha, salatu awabina, salatu lisha. Yani muda wote amefungana na msikiti, anayekaa msikitini hajachelewa. Lakini kubwa, walam yastasibba liwalidaihi. Hapa wengi tutachemka, anasema hakuwahi hata kwa bahati mbaya kumkosea mzazi wake, hata kwa bahati mbaya hakuwahi. Haya maneno yalivyosemwa hivyo mabwana, sisemi mimi, na nukuu kauli za wanachuoni. Sheikh Abdul Qadir Jailani alisema huyu ni yeye. Abdul Qadir Jailani hakuwahi hata kwa bahati mbaya
kuwakosea wazazi wake, hata kwa bahati mbaya hakuwahi, alivyokuwa karibu nao na alivyokuwa mbali. Sheikh Abdul Qadir ni mwanachuoni maskini, lakini alikuwa akimtaja Mwenyezi Mungu hatari. Sheikh Abdul Qadir alikuwa anafungana sana na msikiti, lakini aliongeza kitu, mimi nanukuu tu, wanasema hata mtume alivyonyakuliwa na kile kiwingu alipanda kwa mabega yake, na wanasema mgongoni mwake alikuwa akionekana ana nyayo Saidina Abdul Qadir. Yeye mwenyewe anasema ni mimi ndo nilikuwa nikiogelea kwenye nuru ile, na watu wa tasawuf wanasema ukisema si yeye atuambie alikuwa nani. Watu wanaweza bwana. Sallu ala nabii. Haya, tumalize. Anasema faraa rabbahu, akamwona Mwenyezi Mungu mtume mola wake subhanahu ta'ala. Fakhara an-nabiy sajidan sallallahu alayhi wasallam sajidan, mtume akaporomoka kusujudu. Wakallamahu rabbuhu inda dhalika, na mola wake akaanza kumzungumzisha katika hilo. Ya Muhammad, Muhammad. Qala labbaika ya rabbi, na kuitika mola wangu. Qal sal, hemu niombe sasa nikupe. Faqala, mtume asema innaka takhata Ibrahima khalilan, Mwenyezi Mungu wewe umemfanya Nabii Ibrahimu kipenzi. Wa ataituhu mulkan adhima, na so kipenzi ukampa ufalme mkubwa. Anao ufalme Nabii Ibrahimu mpaka kawaangusha wafalme. Wa kallamta Musa taklima, na umeongea na Musa wazi wazi hivi bila wahai. Wa ataita Dauda, na ukampa Dauda mulkan adhima, ufalme mkubwa umempa Nabii Daudi. Wa alanta lahu alhadida, na ukamlainishia chuma, akawa anatengeneza kofia, anatengeneza majaketi ya chuma tu. Wasakharta lahu aljibala, ukamdhalilishia milima, majabali. Alikuwa Nabii Daudi, yale majabali alikuwa akianza la ilaha illa Allah, la ilaha illa, majabali wanamsaidia la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha, mpaka yakawa anataka kuachia ardhi yaende kumtaja pamoja na yeye. Umemzalilishia majabali namna kama hii bwana. Wa ataita Suleimana mulkan adhima, ukampa Nabii Suleimani ufalme mkubwa. Wasakharta lahu aljinna, ukamzalilishia majini wanamtumikia. Wal insa, sio majini tu, na watu. Washayatina, na wale majini wale walowasi pia wanamtii. Kwa sababu Ibilisi ni yule ambaye anaasi peke yake, lakini akimshawishi mwingine kuasi anakuwa shetani. Wasakharta lahu riyaha, mpaka upepo umemsakhilishia. Wa ataituhu mulkan adhiman la yanbaghi li ahadin min ba'dihi, tena ukampa ufalme mkubwa mwingine hatopata baada yake. Wa allamta Isa Taurata, ukamfundisha Nabii Isa Taurati hivi hivi. Wal injila, na Injili. Waja'altahu yubri'ul akma wal abrasa, mpaka ukampa taufiki anaponyesha mbalanga na vipofu na ukoma. Wa yuhyil mauta biidhnika, na anahuisha waliokufa kwa idhni yako. Wa'adtahu wa ummahu minash shaitani rajim, alafu ukamkinga yeye na mama yake na shetani alolaniwa. Falam yakun lishaitani alayhima sabila, hakuna njia yoyote shetani kuwaingia. Mtume anasema inna shaitani yajri majra damu, shetani anapiga mbizi humu mwetu. Nabii Isa na mama yake hawana haja ya kusema audhu billahi minash shaitani rajim, hawaingiwi. Yote umempa hifadhi kubwa hii. Sasa mimi niombe kitu gani hapa tena? Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu tukufu, kad takhatuka habiban, basi mimi wewe ndo nimekufanya kipenzi. Hilo ni kubwa kuliko lilowapa hawa. Mkeo akilalamika sijui wifi umempa hiki, sasa wewe nimekufanya wangu, unasemaje? Ina maana utapata kila kitu. Qala rawi, anasema mpokezi, wa huwa maktubun fi Taurat, haya maneno yaliandikwa katika Taurati. Haya si kwamba nakwambia tu hapa. Habibullah, yameandikwa Habibullah Mtume Muhammad. Wa arsaltuka linnasi kafa, umesahau nimekutuma kwa watu wote.
wenzio nimemtuma kwenye familia fulani tu, lakini we watu wote, hata ukimkuta mtume duniani mwambie wewe nifuate mimi. Ndio maana zile siku za mwisho Nabii Isa akija, Imamu Mahdi Muntadhir atakutana na Isa, watakimu swala pale Maka, alafu Imamu Mahdi Muntadhir atambia Nabii Isa takaddam, pita utusalishe. Nabii Isa asema ummati Muhammad imamukum minkum, mimi sina ruhusa kuswalisha, ummati Muhammad imamu wenu anatokamana na nyinyi. Imamu Mahdi Muntadhir atamswalisha Nabii Isa na watu wote. Sallu ala nabii. Nimekutuma kwa watu wote bwana wewe, bashiran, eleza habari za pepo, wa nadhiran, na moto, wa sharahtu laka sadraka, nimekunjua na kifua chako, wa wadhatu anka wizraka, na nimekuondoshea mzigo wako, wa rafa'tu laka dhikraka, na nimenyanyua ule utaji wako. La adhkuru illa dhukirta ma'ya, sitajwi na yoyote isipokuwa tutajwe pamoja. Waja'altu ummataka khaira umma ukhrijat linnas, na nimefanya umati wako ni bora, umetolewa kwa watu. Waja'altu ummataka ummatan wasata, na nimefanya umati wako ni umma wakati. Waja'altu ummataka humul awwaluna wa humul akhirun, na nimewafanya umati wako ni wa mwanzo na wa mwisho. Waja'altu ummataka la tajuzu lahum khutba, angalia maneno hayo, hata yashhadu annaka abdi wa rasuli, na nimefanya umati wako haijuzu khutba yoyote, dua yoyote, mpaka washuhudie hakika wewe ni mja wangu. Si unaona bwana, hata adhana yenyewe ashhadu an la ilaha illa Allah, kwanza ashhadu anna Muhammadar rasulullah, lazima kila, hata khutba ya ndoa lazima atajwe mtume, sala ya kawaida lazima, na haijuzu usipomtaja mtume Muhammad. Waja'altu min ummatika qawaman, angalia maneno hayo, na mejalia katika umati wako kuna watu qulubuhum anajiluhum, yani vifua vyao au zile nyoyo zao ni kama vitabu. Kwa sababu nyumati zilizopita ilikuwa mtu anahadisiwa tu, mtoto wa mtume mmoja, yule nabii wao akimaliza washasahau, hawezi kuhadisia tena, hawana kumbukumbu ya chochote, wanajua mtume wao tu. Lakini sisi hapa mtu anaweza akakutolea hii hashia kwa kichwa, akakutajia mitume wote kwa kichwa, si ndio hivyo Hii tumepewa sisi tu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa Haya, lakini pia nimejalia umati wako ndo wa mwanzo, na nimekufanya wewe ndo nabii wa mwanzo. Waja'altu awwalan nabiyyin khalqan, nimekufanya wewe mtume ndo mtume wa mwanzo kuumbwa. Mtume ndo wa mwanzo jamani, kabla ya mitume wote kuumbwa. Wa akhiruhum ba'tha, lakini nimekufanya mwisho kutumwa. Ndio pale mtume asema matabu aitha, wewe ulianza kutumilizwa lini? Asema niliumbwa kabla ya Adam, na ni kweli, ila kutumilizwa mwisho. Alafu wa awwaluhum yuqdha lahu, na nimejalia wewe ummati wako ndo wa kwanza kuhukumiwa. Allahumma salli wa sallim sallallahu ala Muhammad. Anasema na nimefanya umati wako ndo watu wa mwanzo kumalizwa mambo yao siku ya kiyama. Si mnajua siku ya kiyama kuna vurugu jamanini, kuna hesabu, kuna mizani, kuna sirat. Wallahi nyumati zote siku ya kiyama hazina ruhusa ya kuhesabiwa kwanza mpaka wamelizane na ummati Muhammad, tukajue ni peponi ni motoni, afu wengine ndo watafuata. Maka ile siku sina hofu, na jambo likiwa zito basi na mimi nipitisheni nimalize, utakaoandikiwa haraka haraka. Basi anasema wa awwaluhum yuqdha lahu, ummati wako ndo watu wa mwanzo kabisa kuhukumiwa. Alhamdulillah, mtume kapewa mengi. Asema wa ataituka sab'an min almathani, lakini nimekupa aya 7 zinazosomwa mara kwa mara, suratul Fatiha. Hivi sasa tutaisoma karibia mara 4 kwenye sala. Hii nimekupa. Lam utiha nabiyan qablahu, hakuna aliopewa nabii kabla yake hii suratul Fatiha. Hii inashuka na malaika 70,000, malaika 80,000 hii sura hii. Na hii sura yale mambo matano nilokuambieni, zile sifa 5 za Qur'ani, si tauhidi, tafsiri, zote ziko ndani ya suratul Fatiha. Kwa hiyo suratul Fatiha ndio inatafsiri Qur'ani nzima, hajapewa nabii yote kabla yake. Wa ataituka khawatima suratul Baqara, na nimekupa aya za mwisho za suratul Baqara, min kanzi tahta al-arshi. Sallu ala nabii. Hizi msizione zimetoka wapi, hizi
nilizihifadhi kwenye benki yangu, kwenye hazina yangu, kwenye maficho yangu, chini ya arshi yangu. Sallu ala nabii. Nikazichomoa nikakupeni. Ndio maana hizi aya za mwisho za suratul Baqara ni katika aya 6 nyeti ambazo hazikushuka ardhini wala mbinguni. Sallu ala alhabib. Hizi nimekupa Muhammad. La mutiha nabiyan qablaka, sijampa nabii yoyote kabla yako. Wa ataituka alkauthar, nimekupa kisima peponi. Wa ataituka 8 ashumin, na nimekupa tiba. Nimekupa tiba ya maradhi ya umma wako. Jamani, tumepewa tiba. Mtu anayeshughulika na mambo haya atapona maradhi ya ukimwi, ya kaswende, ya unafiki, ya usengenyi. Anasema amepewa tiba 8. Tiba ya mwanzo al-Islam, tiba ya pili wal-hijra, kuhama kwa ajili ya Allah, tiba ya tatu wal-jihadu, kupigana kwa ajili ya Allah, tiba ya 4 wasidqa, kusema ukweli ni tiba. Na mtu anayefanya haya kwa sawa haumwi ovyo. Tiba ya 5 wasaumu Ramadhan. Jamani, somo ni tiba, sio tiba. Tiba ya 6 wal amra bil ma'rufi, kuamrisha mema ni tiba. Tiba ya 7 wan nahyu anil munkari. Sawa Tiba ya 7 ni kukataza mambo maovu. Tiba ya mwisho ya 8 wa inni yawma khalaqtu samawati wal arda, siku niloumba mbingu na ardhi, faradtu alaika wa ala ummatika 50 salatan, siku niloumba mbingu na ardhi nilikufardhishia sala 50 wewe na umati wako. Fakum biha anta wa ummatuka, simameni nazo hizi swala 50. Wa fi riwaya utu ya Rasulullah salawatul khams, katika riwaya alipewa sala 5. Wa khawatima suratul Baqara, na mwisho wa hizo aya za suratul Baqara, wa ghufira liman lam yushriki billahi min ummatika shay'an almuqhimat, na yule ambaye kifupi hakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamsamehe, atamfutia madhambi yake. Kisha baada ya pale kiwingu kikamchukua akashushwa mpaka chini au kikamuondoka. Sawa, wa akhadha biyadihi Jibril, pale alikuwa amefunikwa na kiwingu, kikamuondoka kile kiwingu, Jibril akamshika mkono. Mansarafa sari'an, wakaondoka pale upesi. Wakapita mpaka kwa mzee Ibrahim, wakaachana naye, hajawaambia kitu. Kisha wakafika mpaka kwa Nabii Musa, na Nabii Musa akawaambia, ma sanata ya Muhammad, nini umefanya huko, umepewa nini na Mola wako? Lakini mtume akasema nimepewa sala 50. Katika zile sala akamwambia, bwana, watu wako wanyonge, hawana afya kama watu wetu, mimi nilipewa kama hizo na ilikuwa mzigo, hebu nenda kamuombe Mungu akupunguzie. Mtume alirudi akaenda kuomba takhfifu, lakini wanasema baadhi, so alirudi mara nyingi kwa muda, wanasema si kwamba mtume alirudi ili tuseme Mungu yuko mbinguni, hapana. Alikuwa mtume pale anapiga rakaa 2, anaongea na Mola wake, anapiga rakaa 2 mpaka mwisho kabisa. Mungu akamwambia hizi 50 basi. Musa alimwambia hata hizo 50 ni nyingi, ambia hapana bwana, mimi naona haya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuomba tena. Na hizi 5 tulizopewa ukiswali moja ni sawa na 10. Na ilikuja sauti kwamba basi hizo swala ndio hivyo, haibadilishwi kauli ya Allah wala kitabu chake hakifutwi. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha, mtu akitiania yazuri na hajalifanya huandikiwa wema kamilifu, na akifanya atapewa mara 10. Na atakayefanya ovu moja akitiania haandikiwi mpaka alifanye, na akilifanya ataandikiwa ovu moja tu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallama akaondoka. Alipoondoka akamwacha Nabii Musa. Maajabu, Mtume kuondoka pale hajapita malaika yote mbinguni isipokuwa walikuwa akimwambia, bwana, nenda akafanye hijama, ukafanye ile tiba ya cupping, tiba ya chuku. Kila anapopita kila malaika walikuwa akimwambia nenda akafanye tiba ya chuku. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alihoji, watu wote wa mbinguni walinchangamkia tukisalimiana, lakini mtu mmoja tu alinunia, simuelewi. Akamwambia, yule ni mtu wa motoni na kaumbwa vile huwa hacheki, na angecheka angekuchekea wewe peke yako. Kaja kisirani.
Mtume salama akateremka katika wingu wa dunia baada ya kutoka kule mbinguni. Mitume wawili wametufaa sana. Nabii Musa katuonea huruma, swala zimepunguzwa 5 na zinatushinda. Nabii Ibrahimu naye ametupa adhkar. Falamma nazala ya samai dunya nadhara ila asfala minhu fa idha huwa birahajin wa dukhanin waswatin. Mara mtume alivyoshuka mbingu ya dunia akaona mazogo, makelele na sauti na moshi umejaa, umetanda moshi, vurugu mtindo mmoja. Akauliza, ma hadha ya Jibril? Jibril, hizi vurugu tena kwenye mbingu ya dunia nini? Asema, hadhihi shayatini yahumuna ala uyuni bani adama la yatafakkaruna fi malakuti samawati wal ardi walaula dhalika la ra'au al-ajaiba thumma raqiba munsarifa. Mtume alipouliza hizi kelele na umoshi nini, asema hizi ni vurugu za mashetani, wanafanya maksudi kuwasha moshi ule, kuleta vurugu ili sisi tusione yanayoendelea mbinguni. Anasema ya rating ingekuwa sio vurugu zao zile, tungeona mambo ya kadari ya Allah, malaika wakifanya hivi fanya hivi. Kwa hiyo anazuia ili tusipate yakini ya sawa sawa, lakini wangeondoka wale, tungekuwa tunaona mambo yanayoendelea kule juu. Mtume akaondoka, akapanda mnyama wake, wakaondoka. Wakati wanaondoka, famarra bi'iri liquraishin bimakanin kadha wa kadha wa fiha jamalun alayhi ghararatani. Wakati mtume anaondoka njiani, akaona msafara wa Makuraishi sehemu fulani fulani hivi, na ndani yao walikuwa wana ngamia na mabaka mawili, baka jeusi na jeupe. Falamma hadha al-ira nafarat wastadarat wasara dhalika al-ba'ira wa ankasara marra bi'airin qad dhallu ba'ira lam. Yani aliona misafara mitatu kwa haraka. Msafara wa kwanza aliona hao wenye ngamia wenye mabaka jeusi na jeupe, kisha alivyowapita, kwa sababu yule mnyama mtume alompanda anapita hewani na zile spidi, basi yule ngamia wao akashtuka. Nyama gani huyo kapita juu? Ile kushtuka akakimbia, akavunja mguu. Sawa Akaenda sehemu akaona msafara mwingine. Naomba niache kitabu nitamalizia hivi ili tumalize Akaenda sehemu akaona kwa sababu tulipobakia mpadogo Akaenda sehemu akaona msafara mwingine wamempoteza ngamia wao. Akaenda sehemu akakuta watu wameweka kilita cha maji. Mtume akayanywa kama ushahidi, afu akatoa salamu, jamani salamu alaykum. Bwana, huo uchawi au vipi? Si sauti ya Muhammad kabisa hiyo. Kisha mtume akapita na 100. Alirudi usiku ule ule. Kulipokucha asubuhi, Jibril akamwambia, haya mabichi waambie ulipotoka. Akaanza kuwaza, haya ya kawaida tu, hawanielewi. Haya nikiwaambia hii habari watanielewa kweli? Akapita Abu Jahali akafanya kama utani tu, bwana mdogo vipi? Kwema? Hakuna mapya maana uishagi ndugu yangu. Mtume akamwambia, bwana yapo. Lete tusikie. Ambia, si nimepelekwa. Ushaanza. Ushaanza. Wewe bwana mdogo una vituko. Ushaanza. Lakad usiritu. Nimepelekwa. Akamwambia, ila aina? Wapi umepelekwa baba? Ila al-Masjid al-Aqsa. Ambia, Palestina. Umepelekwa usiku huu. Ikali. Yani ikali. Sasa sikiliza Muhammad. Uko serious? Ambia sana. Sasa unaonaje ni waite jamaa tusikize pamoja? Maana uongo mimi kusikiza peke yangu mzito ndugu yangu. Na pale alifurahi, alikuwa anajua mtume kachemka. Yani anaongopa, lakini hii too much. Bwana, banu fulani mjoeni, wazee njoeni, wazalamu njoeni. Ambia, sikilizeni, mimi nikisema huyu jamaa sie hamnielewi. Leo kavurugwa, sijui katumia hashisha gani leo. Sema. Asema, jamani, mimi nimepelekwa kutoka Maka hapa mpaka Palestina. Baadhi ya masahaba wakawa wanamkonyeza mtume. Maana mtume si mtu wa safari.
hajai kwenda huko, unaanza majanga sasa meupe. Mkumbusheni, oya, hapo sio karibu miezi miwili, badilisha statement pasta, tunaaibika. Anarudia, mimi nimepelekwa mpaka kule Mbeya. Hasa mambo gani haya? Kuna mtu mmoja Mut'im, ni ami yake, huyu alikataa Uislamu tu, lakini alikuwa anamsaidia Mtume sana. Akasema, bwana mdogo, bwana unaporojoka, lakini leo Allahu akbar, bwana leo umezidi ndugu yangu. Watu wengine wakashika vichwa, wengine wakacheza mziki, wengine wakazomea. Sasa mwisho kuna mwamba mmoja aitwa Abubakari hajasikia, make ndo kimbele mbele kila kitu tu swadakta. Hebu aje na hii tumuone swadakta tuone sasa. Akaitwa Sayyidina Abubakari. Akasema, huyu bwana mimi nasema ameenda. Abu Jahali akasema, we mtu mzima ovyo wewe, hata ili uingize akilini. Akasema, innani usaddiquhu abadu min dhalika, mimi namwamini hata kama ameniambia ameenda mbinguni. Mtume akasema, huyu kashaanza kumwa, asema na mbinguni imeenda. Unaona, ameongeza, akapewa idea. Basi wakamwambia, okay, the way of life is short, njia ya Mungu si fupi. Siflan albayt, hem tuambie msikiti ukoje? Mabwana, hakukuwa na umeme, alafu Mtume alienda usiku, si kibarua hichi. Wewe hujai kufika kwenye msikiti afu umeenda usiku, halafu ambie, hebu tuambie mlango huu upande huu na milango mingapi? Huu ulikuwa mtihani. Tumepale kashika kichwa. Allah akauleta ule msikiti, akamwambia, angalia msikiti ndo huu. Akaanza nafidhatan babun shurfatan, kordo dirisha nini. Sasa wanashangaa, mbona anaangalia hivi mpaka anachungulia hapa kitasa hivi. Wase, huyu mtoto mwanga huyu anakufuru huyu. Wakasema, sawa, hujaona misafara yetu njiani? Tumetuma misafara. Mbia, nimeiona bwana. Tena msafara mmoja bwana, ngamia akapotea. Msafara wa pili, ngamia akavunjika mguu, tena na mabaka mawili, jeupe na jeusi, wengine nkanywa maji yao. Sasa hiyo misafara inakuja lini? Kesho kutwa inaingia saa 10. Hapa kaongea kwa jazba, hajafikiria vizuri, akawa amekosea hesabu. Kesho kutwa hivi, hesabu zake zimeenda vibaya. Ile misafara bwana haingii siku ile. Alichanganikiwa, watu wakawa naisubiri ile misafara. Yani hapa Mtume alipata stress, bwana nimekuja vizuri, lakini hapa sana dondoka. Sasa Jibril, hapa tunafanyaje? Ambia, mwachie mwenyewe Allah. Bwana ile saa 10 iliyoambiwa, watu waliteseka siku ile. Ilipofika saa 10 jua likaganda. Kila ukikaa umechoka kula saa 10. Muda uendi. Kila bwana hii sura haishi. Sheikh, saa ngapi sasa hivi? Saa 10. Wamepigwa changala macho na Allah. Jua limesimama kwa ajili ya Mtume Muhammad. Ile misafara ilipoingia tu, basi saa zilienda faster. Saa 11, 12, saa 2, saa 3 usiku. Ikaonekana alichoongea ni cha kweli. Mut'im, Utba, Shaiba, Umayya, Abu Jahali wakajitenga pembeni. Wakasema, unajua huyu mtoto amepiga bao. Sasa unajua watu watamwamini. Huu mtihani tutakosa watu. Sasa tuanzishe janga. Slogan gani tuende nayo? Uchawi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.